Hello, Western Bethanyita hapa, mbia na rafiki yako katika biashara hii ya Rifaro Africa. Karibu sana katika mafunzo haya ya Rifaro. Katika video hii tutaangalia namna ya kununua muda wa hewani kupitia mfumo wa Rifaro Africa. Baada ya kuwa umekamilisha usajili wa kadi yako ya Selcom, manunuzi ya muda wa hewani ni rahisi. Hatua za kununua ni kama ifuatavyo. Utaanza kupiga *150 reli katika ile simu ambayo ulifanya usajili wa kadi yako ya Selcom. Kisha utaingiza namba yako ya siri, kisha utatuma. Alafu itakuja menu ambayo utachagua namba 3, muda wa maongezi. Alafu itakuja menu nyingine ambapo utachagua namba 3, Rifaro. Hii ni sehemu ya kuweka msisitizo sana. Hakikisha unachagua namba 3, Rifaro. Unaachana na hizo vipengele vingine. Cha kwanza na cha pili havituhusu. Kinachotuhusu sisi wanachama wa Rifaro ni namba 3. Sababu ukinunua kwenye hivyo vipengele vingine, cha kwanza au cha pili, utapokea muda wa hewani, lakini utakuwa umenunua nje ya mfumo wa Rifaro, kwa hiyo utapoteza zile commission ambazo ulitakiwa ulipe. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unanunua katika duka lako la Rifaro ambayo ni namba 3. Baada ya hapo, chagua ama simu yako mwenyewe au simu ya mtu mwingine. Na tofauti ni kwamba unaponunua ukasema unanunua kwa simu yako mwenyewe, utakuwa unapeleka au unanunua muda wa hewani kwenye ile line yako kuu, line uliyofanya usajili wa kadi yako ya Selcom. Lakini unaposema simu ya mtu mwingine, hapa unakuwa unafanya manunuzi ya muda huo wa hewani kwenda kwenye zile line zako za ziada, au mtu mwingine yoyote unaweza kumrushia mtu mwingine yoyote muda wa hewani, na manunuzi haya yakahesabika kana kwamba umeyafanya wewe. Alimradi ni manunuzi ambayo yamefanyika ndani ya mfumo wa Rifaro, yamefanyika baada ya kuingia kwenye ile namba 3, Rifaro. Haya manunuzi yatahesabika kama ni manunuzi ambayo yamefanywa na wewe, na kampuni, mfumo utatambua hilo na utakulipa. Utaingiza kiasi cha manunuzi, ni shilingi ngapi unataka kununua muda wako wa hewani. Alafu utathibitisha manunuzi hayo na utatuma, na baada ya hapo utasubiri tu ujumbe wa kupokea muda wako wa hewani. Kwa kama unavyoona ni mchakato rahisi. Kwa swali linalobaki tu ni kwamba baada ya kuwa umenunua muda wa hewani, pesa inapungua kwenye kadi yako na inafika kipindi inaisha. Unafanyaje ukitaka kuongeza salio kwenye kadi yako? Ziko njia kadhaa hapo ambazo tutaziangalia, lakini swala moja la kukumbuka ni kwamba kadi yako unapoitumia mara ya kwanza kabisa, kabla hujafanya manunuzi aina yoyote, ndio umejisajili na hujawahi kununua muda wa hewani kupitia kadi yako, kadi inakuwa na salio la shilingi 2000. Kwa kama hii ni mara ya kwanza kabisa, tayari kadi yako na shilingi 2000, unaweza kutumia kiasi hicho cha pesa kununua muda wa hewani. Lakini kama ni kadi ambayo imeishiwa, unaweza kuongeza sasa salio kupitia njia hizi zifuatazo. Unaweza kwenda kwa wakala wa Selcom aliye karibu yako. Lakini hapa ningependa kutoa angalizo kwamba huduma hii ya kadi bado ni huduma mpya na mawakala wengi wa Selcom bado hawajaifahamu vizuri. Kwa hiyo si ajabu kaenda kwa wakala akwambia kitu hicho mimi sijawahi kusikia. Kwa hiyo kuna vitu unaweza kumwambia vikampa mwongozo wa namna ya kusaidia, na ataviangalia vitu hivyo muda si mrefu. Lakini sehemu nyingine ambayo unaweza kupata huduma ya kuongeza salio kwenye kadi yako ni kwenye Referral Center. Referral Center yote ile ukienda unaweza kuongeza salio kwenye kadi. Vipato vyako vya mwezi na wiki vinaingizwa kwenye kadi yako ya Selcom pia. Kwa hiyo unaweza ukatoa kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya matumizi mengine, lakini ukabakiza kiasi fulani ambacho kwa unakitumia kununua muda wa hewani. Kwa hiyo ni njia moja ambayo tunaweza kutazama kama ni njia ya kuongeza salio kwenye kadi yako ya Selcom.
Lakini pia unaweza kumuomba mwanachama mwingine akakutumia kutoka kwenye kadi yake. Kwenye ile menu ambayo inapatikana kwenye *150 *50 reli, kuna kipengele nafikiri kipengele cha 5 cha kutuma pesa. Mtu anaweza kumhamishia mtu mwingine kutoka kwenye kadi moja kwenda kwenye kadi nyingine. Kwa hiyo kama umeishiwa na una mwanachama ambaye unamfahamu anaweza kuwa na salio kwenye kadi yake, anaweza yeye akahamisha kutoka kwenye kadi yake kukutumia kwenye kadi yako wewe. Lakini njia ya mwisho, na hii bado haijakamilika lakini tunatazamia kwa baadaye, kutakuwa na uwezekano wa kuhamisha pesa kutoka mobile money, yani kwa maana ya Tigo Pesa, Airtel Money, M-Pesa, Easy Pesa kwenda kwenye kadi yako ya Selcom. So, kama nilivyosema hapo mwanzo, hii huduma au bidhaa ya kadi ya Selcom bado ni bidhaa mpya, kwa mawakala wengi bado hawajaifahamu. Na unapokutana na wakala wa namna hii, kuna vitu unaweza kumwambia ikawa rahisi kwake kukupa msaada, anaweza kuhudumia baada ya kuwa amevifahamu vitu hivi. Cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kumuuliza kama mashine yake anayotumia ni mashine mpya au mashine ya zamani. Kama ni mashine mpya, kuna utaratibu tofauti na mashine ya zamani, na unaweza kukutana na wakala ambaye hafahamu hata kama mashine yake ni mpya au ya zamani. Kwa kitu ambacho kinaweza kukusaidia kutambua kama ni mashine mpya au zamani, kama ni mashine mpya ni ndogo zaidi kuliko mashine ya zamani. Mashine ya zamani ni kubwa. Kwa ukiona tu kama mashine fulani kadogo ambao kanashikika mkononi, ujue ni mashine mpya. Lakini pia menu ya mashine mpya ina vipengele viwili tu. Ina kipengele cha Selcom PayPoint na Selcom Card. Kwa kama ni mashine mpya, wakala atachagua Selcom Card kwenye menu na kisha atachagua deposit. Alafu ataweka namba ya kadi au namba ya simu iliyosajili kadi. Kwa kama wakati unafanya usajili wa kadi yako ya Selcom wewe ulitumia line yako ya Tigo, utamtajia namba yako ya Tigo na ataweza kukuingizia pesa kwenye kadi yako kupitia namba yako hiyo ya Tigo. Yaani ukimtajia tu itaingia kwenye kadi yako ya Selcom. Kisha ataingiza kiasi cha pesa cha kuweka, alafu atamalizia na password yake na mchakato unakuwa umekamilika. Lakini kwa zile mashine za zamani atachagua kwanza mobile money, alafu atafuata Selcom Card, na mchakato uliosalia ni kama wa mashine mpya. Kwa hizo ndio taratibu ambazo wakala anaweza kuzifuata, na wanaweza kumsaidia kumpa maelezo hayo kama ni mtu ambaye hafahamu au bado hajapata taarifa kuhusu bidhaa hii ya kadi ya Selcom. Mambo makubwa ya kuzingatia na kutilia mkazo kuhusu haya tulijifunza hapa sasa hivi ni kwamba ni muhimu kama mwanachama wa referral kutumia bidhaa. Maana yake ni kwamba unatakiwa uwe unafanya sasa manunuzi ya muda wako wa hewani kupitia mfumo wa referral. Na hii ni moja ya zile nguzo 8 za biashara yetu. Hakikisha manunuzi yako ya muda wa hewani unayafanya kupitia mfumo wa referral. Haya mambo ya kuendelea kununua vocha za kupangua ni mambo ya kizamani kwetu. Na kila wakati unapojikuta unaenda kununua vocha ya kuangua, kumbuka unapoteza pesa. Kwa hiyo ni swala la msingi sana wakisha kuanzia leo vocha za kuangua na wewe ni bye bye. Lakini kitu kingine cha msingi ni kwamba kama nilivyosema hapo mwanzo na nikatilia mkazo, hakikisha unapoingia kwenye ile menu unafanya manunuzi yako katika duka la referral. Ukifanya pembeni ya hapo bado utapokea muda wa hewani, lakini yatakuwa ni manunuzi ambayo yamefanyika nje ya duka la referral. Kwa hiyo mfumo wa referral hautotambua yale manunuzi na hautaweza kukulipa kulingana na manunuzi yale. Kwa hakikisha kabisa unaenda kwenye ile namba 3 ya referral.
referral na manunuzi yako unayofanya ndani ya mfumo wa referral. Lakini kingine ni kwamba nimekuwa natumia hii lugha ya muda wa hewani na sio muda wa maongezi kwa makusudi kabisa, kuweka msisitizo kwamba naposema muda wa hewani ni voucher, kama ulivyokuwa unanunua voucher zile za kuangua, haina tofauti. Kwa maana ya kwamba ukinunua kwa mfano shilingi 1000 au shilingi 2000 inakuja kama voucher, kwa hiyo itaingia shilingi 2000 na baadaye kuipokea sasa ni juu yako wewe, unaamua unafanya nini na ule muda wa hewani. Kwa unaweza ukajiunga kifurushi au ukapiga vyovyote vile, lakini inakuwa ni voucher kama ilivyo voucher ile ya kawaida. Na swala la mwisho la kutilia mkazo ni kwamba ili uweze kulipa kile kipato chako cha mwezi, kiwango cha chini cha manunuzi ambayo unatakiwa kuyafanya kwa mwezi ni shilingi 15,000 kupitia mfumo huu wa referral. Na manunuzi haya yanaweza kuwa yamefanyika kwenye line yako kuu peke yake, au yanaweza yakajumuisha line yako kuu na zile line nyingine za ziada, lakini mfumo utajumlisha yale manunuzi yote. Kwa mfano kama line yako kuu ni Tigo na umenunua shilingi 10,000 kwa ujumla wake kwa mwezi ule, kwa line yako Tigo umenunua shilingi 10,000, alafu line zako nyingine za pembeni ukanunua shilingi, kwa ujumla ukanunua shilingi 10,000 na ukanunua shilingi 5,000, mfumo utajumlisha hiyo 10,000 kutoka kwenye line zako zote hizo na utakuwa umekidhi vigezo kwa mwezi huu kwamba umenunua muda wa hewani usipungua shilingi 15,000 kwa mwezi husika. Lakini kingine cha kutilia mkazo hapa ni kwamba kama wewe ni mtu ambaye kwa sababu moja au nyingine huwa sio mtu ambaye unaweza kufikisha matumizi ya 15,000 kwa mwezi, kwa sababu watu wanatofautiana, wewe binafsi unaweza kufikisha matumizi ya 15,000 kwa mwezi, lakini kwa kuwa tayari unaweza kununua au kununulia watu wengine muda wa hewani kwenye ile menu ya referral, alimradi ni manunuzi ambayo yamefanyika ndani ya ile menu ya referral, duka la referral, hata kama umemrushia muda huo hewani mtu mwingine, bado mfumo utatambua kwamba yale ni manunuzi ambayo umeyafanya wewe. Kwa wewe kama wewe unaweza ukawa katika line zako umejinunulia labda 8,000, hizo shilingi hizo nyingine zilizobaki unaweza ukazigawanya kwa watu wengine, kwamba ukamrushia shilingi 1,000, mwingine ukamrushia shilingi 500, mwingine ukamrushia shilingi 3,000, na wakawa wanakupa hela wewe. Lakini alimradi yale manunuzi kwa mwezi huo, hata kama umewarushia watu wengine kupitia duka lako la referral yamefika 15,000, bado mfumo utatambua kwamba wewe umefanya manunuzi ya shilingi ya shilingi 15,000 kwa mwezi huo, na utakuwa umekidhi vigezo. Kwa hiyo hizo ndio njia hizo ndio hatua za kufanya manunuzi katika mfumo wa referral. Ni njia rahisi kabisa. Kikubwa ambacho napenda kukisema kuhusu swala hili la muda wa hewani ni kwamba tunayo bidhaa ya rejareja ambayo wanachama wengi bado hawajatambua kwamba ni bidhaa rejareja. Namaanisha gani? Namaanisha kitu gani ninapokuwa nasema hivyo? Namaanisha kwamba ile kadi yetu ya Selcom, upo utaratibu ambao unaweza kuuza ile kadi kwa mtu ambaye sio mwanachama. Ni mtu ambaye tunamuita mdhamini au mteja kwenye mfumo wa referral. Na mtu huyu anapokuwa ananunua muda wa maongezi, muda wa hewani, wewe ambaye umemuunganisha akawa mteja au mdhamini katika mfumo wa referral Africa, bado kuna faida utazipata. Utalipwa asilimia fulani ya muda wake wa maongezi hata kama sio mwanachama kamili. Kuelewa namna gani utaratibu huu unafanya kazi, naomba uangalie video inayofuata itakayozungumzia kuhusu huyo mtu ambaye anaitwa mdhamini au mteja
na ni vitu gani unaweza kumwambia kumshawishi mtu ajiunge kuwa mdhamini katika mfumo wa Referral Africa. Asante sana kwa kusikiliza haya, kwa kujifunza haya ambayo nimekushirikisha, na nakutakia mafanikio makubwa ya biashara ya Referral Africa.